Hello guys, saizi ni usiku, naombeni mniombe. Nimekuwa kimya kwa muda mrefu, but guess what? I'm back. Na leo nimekuja na story nyingine kutokea kanda ya Ziwa, yani Kigoma in the building. Na hii story inamhusu jamaa ambaye ni kutoka nchi jirani. Yani ni jamaa zetu, ni rafiki zetu, ni washikaji zetu, ni familia zetu. Yani jamaa anatokea wapi? Anatokea Kenya. Sio mkazi wa Kigoma, lakini kisa chake kilichomkuta baada ya kufika Kigoma kutokea Kenya ndicho kimenifanya leo nije kuwaletea story. Sasa ni kitu gani ambacho kilichomkuta? Kaa na mimi kutokea mwanzo mpaka mwisho. Kuna kipindi fulani ya mwaka kama miaka nyuma kama 2010 mpaka kufika 2015 10 na ngapi, kulikuwa kuna wimbi kubwa sana la Wakenya na Waganda kutoka nchini kwao na kuja Tanzania kwa ajili ya kufundisha lugha ya Kiingereza katika shule ambazo ni za international, yani zile ambazo za kulipia, tofauti na hizi za serikali. Jamaa alitoka akaja Tanzania na mwenzake, na alipokuwa amepanga, yeye ni jirani yetu, yani ilikuwa ni nyumba kubwa ambao wao walikuwa nakaa na jamaa yake, lakini sisi tulikuwa tupo katika nyumba nyingine, lakini ilikuwa imezungushiwa fence itimizi kwamba ilikuwa ni nyumba moja. Jamaa amefanya kazi kwa miezi ilikuwa kama 7 hivi. Ikaja ikatokea skendo kwamba anatoka kimapenzi na mwalimu ambaye alikuwa alikuja pale field, lakini pia alikuwa ni mke wa mtu mtarajiwa. So baada ya mume wake kupata hizo taarifa, akaja kuripoti shule. Hiyo kesi ikawa ni kubwa, lakini bodi ilivyokaa ikafanya uchunguzi, kukaa pia kuna rumors zingine ambazo zinamhusisha jamaa pia kujihusisha na baadhi ya wanafunzi ambao ni wa kike wanaosomea pale. So bodi ilivyokaa kaona ni bora kumsimamisha, na akapewa taarifa kwamba umesimamishwa kazi mpaka pale bodi itakapokaa chini kutafakari jambo lako, then tutaangalia kama utaweza kurudi au itakuwaje, tutakupa taarifa. So jamaa amerudi mtaani na kasrago kwa muda fulani kuweza kuhakikisha kwamba hiyo kesi inakaa sawa na pia kila kitu, lakini kesi ilikuwa ni kubwa kwa sababu mwalimu kujihusisha kimahusiano ya kimapenzi na wanafunzi ni jambo baya of course. So akawa amestruggle kupitia hicho kipindi kama cha mwezi mmoja kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakaa sawa, lakini haikuwa kama hivyo. Binafsi yeye alikuwa ni mgeni, hakuwa amechangamka kujuana na watu tofauti tofauti, mitikasi na baadhi ya maisha kuendesha ikawa ni ngumu. So akawa naona ni bora aweze kurudi nchini kwao, lakini sasa changamoto ikawa nimekuja ni kwamba pesa ya kumrudisha kwao hakuwa nayo, lakini pesa kuendelea kusurvive Tanzania pia hakuwa nayo. So amepitia kipindi fulani kigumu ambacho kimfanya sasa akaona bora ajaribu kuangalia namna gani ambapo anaweza kujichanga kupata mitikasi au mishemisho na kuweza kuingiza kipato. Kawa ametoka ameenda kwa mzee mmoja ambaye before alikuwa anamfundishia na watoto wake wawili, yani wa kike mmoja ambaye alikuwa ana umri wa miaka kama 17 na mwingine alikuwa ni wa kiume ana umri wa miaka kama 13. Alikuwa anafundisha lugha hiyo ya Kiingereza, lakini baada ya skendo yule mzee akawa amesitisha huduma ya watoto wake kuwapeleka pale kwa jamaa ili waweze kufanya kupata huduma ya tuition. Mzee aliogopa kuona kwamba huenda kile ambacho alichokuwa anakifanya kule shule huenda anaweza kukifanya pia kwa binti yake. Akaamua kusitisha kuwapeleka watoto tuition kwa huyo jamaa. So jamaa akawa hana mitikasi mingi, kaona bora aende kwa mzee yule ili aende kamuombe kama anaweza akarudishia wanafunzi wake au wawili, lakini kwa gharama ambayo itakuwa ni ndogo, ili aweze kuwafundisha Teresa jikimu kimaisha. Lakini mzee akagoma kwa sababu hana uhakika tena na usalama wa binti yake kutokana na skendo ambazo zilikuwa nazo jamaa. Amejaribu kuomba pale msaada wote kashindikana, ila mzee akamwambia kitu kimoja, akamwambia mimi nitakupa gari langu, nina gari hapa ambalo mwanzoni lilikuwa linafanya kazi ya kuchukua abiria kutokea Kigoma mjini kuwapeleka Kibirizi. So nitakupa wiki moja, hiyo hela utakayoipata utaondoka zako, lakini mimi nachotaka kwamba kila siku utakuwa unanipa kiwango fulani. Kama mtajia kiwango ambacho jamaa atakuwa kila siku anakikamilisha, so itakayobaki itakuwa ni ya kwake. Na kipindi cha nyuma, kwa wale ambao wamekaa Kigoma wanafahamu kwamba kulikuwa hakuna pikipiki, kulikuwa hakuna bajaji, so usafiri ulikuwa ni daladala zile ndogo haisi, zilikuwa zinatoka Ujiji mpaka Kigoma mjini pale station. Baada ya hapo, kama unataka kwenda Kibirizi utachukua taxi, ama kama unataka kwenda Katonga pia utachukua taxi, na kipindi kile nauli ilikuwa ni shilingi 500. Una taxi moja ilikuwa inapakia watu 4. So jamaa kaona basi ngoja nifanye hii harakati, kwa sababu alikuwa na leseni pia, alikuwa ana uzoefu pia kuendesha gari. Jamaa kama amechukua gari, jamaa amefanya kazi siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5. Mambo yanaenda sio makubwa sana, lakini at least kwa sababu kuliko kukaa nyumbani ni bora ajaribu kuingiza pesa kwa kiwango hicho, hata kama ni kidogo, kijaribu kutafuta na namna nyingine tena anaweza kujichanga zikafikia kiwango fulani. Ikafanya siku ya 7 mpaka imefika saa 2, jamaa akiangalia kiwango ambacho yuko nacho bado hakitoshi, na kesho anatakiwa arudishe gari. So jamaa akawa anawaza, imefika ni saa 2 na kipindi kile ilikuwa mwisho wa hizo taxi watu walikuwa wanafanya kazi kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 3 mpaka saa 4 mwisho, kutokana na matukio ya kishirikina na mambo mengi yalikuwa yanatokea Kigoma, so watu walikuwa wanaogopa. Lakini jamaa kipindi amekaa pale alikuwa anafikiria namna gani ya kufanya,
akakumbuka kwamba huwa kuna wasafiri ambao wanaondoka na magari ya saa 12 kwenda mikoa mingine. Akaona basi ngoja mimi niwavizie hawa hapa, huenda nikapata hata mtu yeyote. Kwa hiyo akaona bora apigipigi kwanza ile saa 2 afikishe at least mpaka saa 5. Japokuwa ni hatari, lakini akaona potelea mbali kwa sababu hakuna tena namna. Huu msaada ambao nimeupata huenda nisije nikapata namna nyingine tena ya kuingiza pesa. Jamaa amesikilizia pale, amekaa saa 3 imefika na nusu, na saa 4 akaona bana ikifika saa 4 na nusu kama hakuna mtu basi nafunga naondoka. Siwezi nikalazimisha riziki ambazo hazipo. Kaka imefika saa 4 na dakika 30 akasema sasa hivi ngoja mimi nifunge, lakini sasa ngoja niongeze dakika 10. So hiyo kuongeza dakika 10 ndio ikawa changamoto sasa ilipoanzia hapo. So ilipofika kama dakika 8 hivi akaja katokea mwanamke ambaye alikuwa amebeba begi mgongoni pia na mkoba mrembo. Akapika akamwambia imekuwa kama bahati kuja kukuta, yani nimekuja hapa nilikuwa sina uhakika kabisa kama nitapata gari. Akamwambia mimi bado nipo, lakini sasa hivi nilikuwa niko naondoka. Akamwambia basi watu unafanyaje? Nataka niwahi station. Akamwambia sasa inabidi basi tusikilizie watu wengine. Akamwambia sasa tuwasikiliziaje? Mimi nina haraka kaka, nimekwambia. Akamwambia sawa una haraka dada, lakini mimi hapa nipo kazini na siwezi nikakupeleka wewe peke yako, kwa hiyo kwa nasubiri dadangu jaribu kuvutavuta muda. Akamwambia hapana mimi siwezi. Akamwambia basi kama unataka hivyo sasa hatuwezi tukaenda mimi na wewe kwa nauli hiyo ya kawaida, nauli ambayo itakaweza kuifanya basi utabidi sasa ufanye kama una kodi rigadi unalipia hizi siti zote ambazo hazina watu. Dada akasema sawa, kwani shilingi ngapi? Jamaa akamwambia hapo utalipia kila siti 1000. Dada akamwambia basi sawa hakuna shida, japokuwa umenidhulumu lakini acha twende. Safari ikaanza kama kawaida, pembeni kuna mrembo nini karidio fulani ka muziki kwa mbali. Jamaa akaanza kupiga story na yule sister, bana vipi na kwaje, unaenda wapi? Dada akamwambia mimi nasafiri naenda chuo. Chuo unasomea wapi? Akamwambia mimi nasomea Dar es Salaam. Jamaa akasema yani umesha ndo tumeonana leo sitakuona tena. Akamwambia hamna, mimi nakujaga huku mara kwa mara, kila likizo waga nakuja huku, lakini sasa hivi ndo tumeonana leo, you never know tunaweza kuonana next time, lakini sio kwa hivi karibuni, ni mpaka tena vio vikifungwa. Jamaa akasema ni imeniuma sana, yani uruje tungekutana muda mrefu na nini. Jamaa akiangalia pisi imenyooka kama kawaida yake, mzee wa totozi kaanza kupiga mistari pale, anatupia neno hili, dada anacheka na furahi na nini. Wamefika kuna sehemu moja wanapaita kusanya, kwa mbele kuna daraja hivi unavuka. Wamevuka ili waikaribie reli ambayo treni inavuka, kwa wale ambao wanakaa Kigoma wanapafahamu hapo. Chuma ikazima bana. Sasa chuma imezima, jamaa anakuja kuangalia mafuta yamekata. Akajiuliza sana kwaje? Mbona mimi nimeweka mafuta masaa 2 tu ambayo yamepita, ili mbadi kwamba nikitarudisha chombo kwa tajiri nimpelekee na mafuta, inakuja tena mafuta yameisha. Dada akasema sijui labda tanki limetoboka. Jamaa kaona inawezekana, na sio mtaalamu sana kukagua magari, na ule usiku sio rahisi sana kumpata fundi. So jamaa akasema basi ndio nisikilizie hapa, maana pale tulipotoka na hapa sio mbali, niacha nikimbie nikachukua mafuta pale, kuna petrol station inafanya kazi. Dada akamwambia hapana, wewe utaweza kaniachaje mimi hapa? Sasa tutafanyaje? Tuweze tukakaa hapa muda mrefu na umesema una haraka, acha mimi nikimbie mara moja narudi. Dada akamwambia hapana, kama ni vipi twende wote. Akamwambia basi sawa, lakini utaweza kuvumilia njiani, giza na mambo ni mengi. Akamwambia hamna bana, wewe twende, Mungu atatulinda. Haya, jamaa aliposikia Mungu atatulinda akaona safi fresh, Mungu yupo. Wameshuka, wameanza mdogo mdogo, ameshika kidumu anaelekea kuchukua mafuta. Yaani jamaa ukiangalia manzi mama imesimama ina T3 wataalamu wanavyosema, yani na watu wazima mmeshaelewa. Sasa jamaa kila kiangalia anaona sio kweli, huyu manzi kwanza anaenda chuo, afu kuja kumuona tena ni bahati nasibu. Mimi mwenyewe hapa niko natafuta medicals nijue namna gani ambapo unavyowezekana wapi Kenya. Akaona sio kweli. Jamaa kaanza kutupia voko. 1 2 manzi anapangua hizi nyingine zinaingia zinatokea huku. Jamaa kaona kama manzi anaanza kuja. Mwisho wa siku jamaa akafanikisha, manzi akawa amekubali. Akamwambia basi sawa, lakini sasa ni mahusiano gani ambao mimi na yeye tunaingia, afu mimi nasafiri leo, kuna kitu gani mimi huko nyuma tajua unafanya nini, au mimi tutojua unafanya nini? Akamwambia basi kwa kuweza kuliweka ili sawa na kuweza kila mtu aweze kujua kwamba kuna mtu ambaye yupo ndani ya moyo wake, naomba unipe penzi kwa usiku huu wa leo tu, alafu mengine tutajua, kwa sababu ukifanya hivyo kwangu itakuwa ni na imani kwamba huyu ni mwanamke wangu na utakuwa unajua kabisa huyu ndio mwanaume wangu. Yule dada akasema hapana, hiyo itakuwa ngumu. Kwa sababu gani? Tumekutana leo, yani tumekutana siku moja, tunaweza kuleta hisia. Dada akasema hapana, hiyo ni kitu ambayo haiwezekani. Sasa jamaa kile kipiga hesabu, akiangalia nyuma kichuguu kimesimama, akiangalia kifua sabufu, yani kila kitu kimekaa katika standard, akaona sio kweli. Sasa jamaa kaanza kumvuta yule manzi, yani akaanza kumvuta mara kumshika hivi. Dada anaona sasa huyu jamaa anakuaje, anataka kupiga kilele, jamaa hamna, yani mwamba ni mtu mwenye tamaa, mwenye uchu. Mshikaji katika purukushani za kutaka sasa kuforce sasa dada ile aweze kufanya mapenzi, ikatokea bahati
bahati mbaya katika sukumana akawa amemsukuma bahati mbaya, yule dada akawa amedondoka chini na akawa amedondokia kwenye jiwe, so akawa amepasuka upande wa nyuma kwenye jiwe. Jamaa alivyomsukuma hakumsukuma kwa force hiyo, lakini akashangaa mwenyewe imekuwaje ile damu zinavuja nyingi, yani haielezeki. Yani jamaa sasa kaona inakuaje, kumchukua kumpeleka kwenye gari, akaona sio kweli kwa sababu gari lina mafuta haliwaki, so ukaa naye mpaka saa 12 itakuwa ni uongo. So jamaa kaona hapa ni bora kufanyaje, kuepuka msala, ni bora kukimbia na niende kule ambako itakapojulikana huko mbele nitajua huko. Katika swala la kukimbia, hapo ndipo tatizo lilipoanzia. Sijui ilikuwa natakiwa abaki au ilikuwa natakiwaje, but kitendo cha yeye kukimbia ndipo tatizo lilipoanzia. So jamaa akaanza kukimbia kutokea pale eneo la tukio na kuelekea kule lilipokuwa gari, alafu atajua ni namna gani kitu kinachofuata kuliko kuendelea kukaa eneo la tukio. Jamaa kaunga kutokea pale alipokuwa eneo la tukio mpaka kurudi kwenye gari. Sasa hapa katikati kipindi alipokuwa anakimbia, amepiga hatua kama 10. The more ambavyo anapokimbia ndivyo anavyosikia kishindo nyuma kinakuja, alafu kishindo kinaonekana sio kishindo cha mtu mmoja, yani ni kishindo cha watu wengi, alafu nyuma wanakuja wanamkimbiza, huyo ameua, lakini akigeuka nyuma haoni mtu. Kaanza kuongeza mbio, lakini the more ambavyo anaongeza mbio ndivyo najisi kishindo kinavyokuwa kinakimbia, lakini kelele zinakuwa ziko kwa nyumba zinasikika, mkamateni, ameua. Jamaa anazidi kukimbia, yani anapozidi kukimbia ndivyo jinsi watu wanapozidi kumpata nyuma, lakini akigeuka hawaoni. So jamaa anakuja kugeuka mara mwisho hivi kuangalia kuthibitisha, anakuta kuna kundi la watu ambao binafsi akiwaangalia hawaelezeki, yani watu si watu, yani vitu vya hovyo, alafu ameshika moto wako anakuja nyuma. Yani jamaa akazidi kuongeza, yani the moment wanavyokimbia pale watu ndio jinsi wanavyozidi kuja. Amekimbia mpaka kwenye gari, kafika kaingia kajifungia kwenye ile gari. Akaona labda ni mawengi, lakini kibidi anaingia kwenye gari na wale watu nanyoa, akafika mpaka pale kwenye gari. Wakalizunguka ile gari. Jamaa ana mawengi, anatetemeka. Kuja kuangalia vizuri siti ya pembeni, anakutana na ule mwanamke ambaye kule alimwacha akiwa anaweweseka, damu zinavuja, lakini huku anayekutana naye ni mwanamke yule, lakini akiwa amevaa nguo nyeupe, yani amevalishwa nguo nyeupe mithili ya sanda na bado damu zinachirizika kwenye ile nguo, alafu haongei, hafanyi chochote, ni mithili kama amekufa. Jamaa akazidi kupagawa, wale jamaa atokea ameua. Huo muda akatokea mtu mmoja katika kundi la wale watu, akagonga pale kidirisha, akamwambia toka nje. Mshikaji akatoka pale nje, anatetemeka, akamuuliza swali moja, umeua? Mshikaji anatetemeka, hana cha kujibu. Akamwambia sasa kuna mambo mawili, inabidi uchague moja. La kwanza, ukubaliane na sisi chochote ambacho tutakachokwambia ufanye, uwe tayari kufanya. 2, uwe tayari kuenda kuozea jina kwa kesi ya mauaji. Jamaa akaona hapana. Akamwambia mimi niko tayari kufanya chochote ambacho mnachotakiwa kufanya. Ambaye anaongea na jamaa ni binadamu, lakini hao walioko nyuma ni viumbe ambavyo yani havielezeki, si tusemeje. Kwa kuwa umekubali kufanya kile kisisi ambacho tutakachokuambia ukifanye, basi unachotakiwa kwanza, mtoe mwanamke ndani, uje umweke hapa chini. Jamaa akamchukua mwanamke anavuja damu vile, kumchukua akamweka pale chini. Akamwambia sasa wewe toka mwanzo ulikuwa unamtaka mwanamke kimapenzi, si ndio? Kwa jamaa amekaa kimya. Akamwambia sasa kwa kuwa ulikuwa unataka kimapenzi na sisi hapa hatujaje kwa nia mbaya, tumekuja kukamilisha mpango wako wa kile ulichokuwa unakitaka kikamilike. Sasa mwanamke huyu hapa, tunaomba ufanye kama vile ambavyo ulivyokuwa unataka kufanya mwanzoni. Yani timezi kwamba jamaa anatakiwa alale na ule mwanamke kipindi kile ambacho anavuja damu puani, anavuja damu kichwani, amevaa sanda, ni kama marehemu ambaye sasa upande mmoja ulikuwa ushaanza kuharibika, yani anatua mpaka kidudu. Lakini jamaa sasa anatakiwa alale naye kwa sababu dhamira yake si ilikuwa anataka kulala naye toka mwanzo, lakini sasa wao wanampa uhuru wa kulala naye. Jamaa sasa akaona sio kweli, yani nianze tena kulala na huyu mwanamke ambaye anatoka damu, anafanyaje, yani ni marehemu tayari ambaye ishaanza kuharibika. Jamaa amekaa kama sekunde 2 au huko sasa wakaanza kupiga kelele, yani wakaanza sasa kubadilisha sauti. Sasa kwa sio sauti tena, si yale makelele, yani wakaanza kunguruma kama viumbe vya ajabu. Akamwambia hao wameanza kukasirika, unafanya au hufanyi? Sasa akamwambia sasa basi mimi nafanya. Akamwambia okay, na inatakiwa kwamba unatakiwa uvue nguo zote. Wewe unafanya kama vile ambavyo unavyofanyaga kitandani ukiwa umerelax, ukiwa umetulia, na kitu chochote ambacho unachotakiwa kufanyika kipindi tunafanya mapenzi unatakiwa kufanya hapa. Boss utampiga, yani chochote ambacho unachojua kabisa ikiwa unafanya na mwanamke unatakiwa ufanye, unatakiwa ukifanya hapa. Jamaa akavua nguo. Alipovua nguo wale jamaa wakaanza kucheka, ndio kaanza kushangilia shangwe. Ghafla pale alipokuwepo ikawa imetokea kama mishumaa kama 4 hivi, alafu na kitambaa chekundu kipo pembeni pamoja na kitambaa cheusi. So jamaa akamwambia mchukue mwanamke mweke kwenye hivi vitambaa, alafu wewe utafanya naye ukiwa katika hiki kitambaa katikati ya mishumaa 4. Jamaa kama mchukua mwanamke akawa amemweka pale vile akiwa yuko mtupu, akaanza kufanya naye mapenzi. So the more ambavyo wanapofanya mapenzi, huyu jamaa wakawa kama sasa kuna maneno anayatamka,
Yani na unatakiwa kufanya mapenzi vile vile kipindi ambapo anatoka damu na anatoka vidudu, mwili wake ni mchafu vile vile ambavyo unavyotakiwa. So jamaa akaanza kufanya naye mapenzi, wale jamaa kama vile wanafanya tambiko, yani zinapigwa ngoma, zinafanya nini, akiangalia ni mazingira ambayo hayaeleweki. Jamaa akajikaza, akafanya kama dakika 2 hivi, akamwambia bado, ukiwa tayari sisi tutakwambia. Jamaa akaendelea, wale jamaa wakawa kama vile wanafanya tambiko fulani, wameendelea kufanya kama nusu saa hivi. Jamaa akawa amemwambia sasa tayari inatosha. Lakini sasa kipindi alipokuwa anafanya kile kitendo, yule mwanamke kwa sababu tayari alikuwa anavuja damu sehemu nyingi na sehemu yake ya asili pia ikaanza kutoa damu. So yule jamaa, yule kiongozi au yule mtu ambaye alikuwa amekuja na vile viumbe vingine, akachukua akachota ile damu, akanenea maneno fulani, pia wakaanza kufanyaje, wakaanza kunywa mmoja mmoja. Ikafika mpaka zamu ya mshikaji, akamwambia na wewe kunywa. Sasa jamaa akivuta picha, ni damu chafu inanuka, imetoka kwa marehemu, alafu imetoka sehemu ya asili ambayo ni chafu, ina vidudu. So jamaa akapewa yeye anywe. Jamaa ikawa ni ngumu, kwa sababu ya kuangalia ni damu ambayo kwanza ni ya mtu aliyekufa, lakini pili ilipotoka ni sehemu ambayo yani kwanza ina harufu, inanuka vibaya, lakini wale wengine wote wamekunywa, na yeye anatakiwa sasa yeye ndo afunge ya mwisho. Amekunywa ile damu bana, akajikaza akanywa hivyo, lakini anatapika. Ibada ikawa inaendelea, wale jamaa yani wakawa ni watu ambao kama wanafanya ibada, alafu yeye ndio ikawa mtu kama ametolewa chambo kwa ajili ya kuweza kufanya ile ibada. So jamaa wameendelea pale, wanapiga ngoma, wanacheza, yani ni viumbe vya ajabu. Jamaa amesimamishwa pale, akaambiwa sasa wewe unatakiwa na wewe ulale mkono wa kushoto na huyu mwanamke wewe upande wake wa kulia, lakini umshike kwa kidole cha mwisho. So uingiza kidole chake na cha kwako muwe mmeshikana hivi. So jamaa akawa amefanya hivyo, wale jamaa ibada inaendelea pale. Ibada kama muda, wale jamaa akamwambia sasa hicho ulichokifanya sasa hivi unaweza kuwa uko huru, lakini kinachotakiwa kukifanya, kazi ya mwisho ni wewe kuchukua umwili na kurudisha pale pale eneo la tukio ambako ulipomuua huyu mwanamke, natakiwa umwili urudishe pale pale. Jamaa aisha kula ng'ombe mzima, akaona so kesi. Jamaa kabeba ule mwili akaanza kurudi nao. So kipindi anarudi, wale jamaa wako wanacheka, wanafurahia, wanapiga ngoma na nini, bali vurugu, yani mambo ya kutisha kinoma noma. Jamaa akachukua ule mwili akapiga nao hatua, akaenda nao nyuma, zile sauti zienda anaziacha kwa mbali mpaka pale eneo la tukio lilipofika. So alipofika eneo la tukio, akuta kuna watu watatu. Mmoja alikuwa ni mwanaume kijana, alafu wawili walikuwa ni wazee. Lakini akiangalia vizuri ni kama yule mzee ambaye alimpa gari, lakini hakuona vizuri kwa sababu ilikuwa ni usiku, pia alikuwa na wasiwasi, lakini taswira inakuja ni kama yule mzee. Lakini yale maeneo alipofika, alikuta tayari kama kuna shimo limechimbwa mithili ya kaburi. Akawa ameambiwa wewe unatakiwa mwanamke umdumbukize humu na kisha umzike kama ambavyo unapotakiwa, vile vile ambavyo mtu anapotakiwa kuzikwa, ndo umzike, kaburi lake ndo hili hapa. Jamaa akawa ameingia mle ndani, ule mwili akawa ameshushiwa na wale watu, akawa ameupokea. So alivyopokea, kuinama kuinuka, akukuta tena hakukuwa na mtu. So jamaa akaanza kufukia. Alivyomaliza, jamaa akakimbia mbio mpaka kwenye gari. Kafika yuko hoi, anaogopa, anatetemeka. Washa gari aliwaki bado. Mara ghafla akasikia hali fulani kama ya mwili kusisimka, joto likapanda, akawa amekata moto. So amekuja kuamshwa na dereva mwenzie ambaye alikuwa anatokea mjini, Kigoma mjini kuja Kibirizi, ambao kwa ameleta abiria wale ambao wanakuja asubuhi kuchukua samaki na nini. Kafika mshikaji, kampigia sana honi, lakini jamaa haamki. Mshikaji yule dereva mwingine akashuka, akaenda kumgongea dirishani. Sasa mshikaji anakuja anashuka, ni haelewi kama alikuwa anaota au vipi, lakini kipindi anatoka nje, anatoka ambapo yeye alipolala na anapokumbuka ambapo gari lilipozimikia na alipokuja kuamkia sipo. Yani amekuja kuamkia kule ambako safari ilianzia, kule ule mwanamke alikomtoa. Alafu yeye anakumbuka alilala katikati, yani alilala kwa mbele, lakini amekuja kuamka mwanzo. So mshikaji akawa haelewi kwamba nililala kule ama nimelala hapa. Je, ilikuwa ni real ama nilikuwa ninaota? Jamaa akamuuliza ni nini, mshikaji hajasema kitu. Akamwambia hamna, nilikuwa nimepitiwa na usingizi hapa fresh. Akiwasha gari, chuma inawaka fresh. Jamaa akaona hapa mambo yashakuwa mengi. Akawasha gari, akaenda mpaka kwa mzee mwenye gari, akafika akamkabidhi, akamwambia bana, nashukuru sana. Hakusema chochote, nashukuru sana, mimi naondoka. Akamwambia kila kitu kiko sawa, hamna changamoto yoyote. Akamwambia basi sawa kijana wangu, hamna shida. Jamaa akatoka karudi nyumbani. So karudi nyumbani, lakini kama siku 2-3 hivi baada ya tukio, jamaa kawa ni mtu ambaye yani haeleweki, yani kama kuna jambo fulani linamtatiza. So akikaa hajachangamka, na alikuwa ni mcheshi, na mimi nilikuwa nimeshamzoea pale
mzee alikuwa ameshamzoea, yani tulikuwa tunachukulia kama vile ni familia. Wakija wakitoka shule, mimi nitaenda nitacheza na nini, bibi mkubwa kama kuna jambo watu watapiga story watafanyaje. Lakini kama hizo siku mbili jamaa akawa atoki, bibi mkubwa akawa ameenda kumcheki. Jamaa hakumwambia moja kwa moja, lakini akamwambia mimi kuna jambo moja linanitatiza. Akamwambia jambo gani? Akamwambia nitakwambia. Bibi mkubwa akawa akimuuliza jamaa, nitakwambia. Lakini hayuko sawa. Bibi mkubwa katika soda kamwadisia mzee. Akamwambia bana kuna 1 2 3 lakini nahisi kuna tatizo linamsumbua. Bibi mkubwa kidogo alikuwa ni mtu wa huruma sana. Alafu kuja kuzingatia wale ni watu kutokea nchi jirani, hawana ndugu pale, kwa hiyo siku anachukulia kama ni familia. Mzee akatoka home akaenda kwenda kumuuliza jamaa, kuna shida gani? Jamaa sasa ndo akaanza kumfungukia sasa mshua. Akamwambia bana mimi kuna jambo moja linanitatiza. Akaanza kumpa mkanda mmoja kuanzia A mpaka Z. Bwana ilianzia hivi kaenda hivi. Lakini mpaka sasa hivi sijui je, ni kweli ama ni ndoto. Mzee akamwambia bana kwa kusema moja kwa moja ni kweli ama sio kweli siwezi nikasema. Lakini kwa hiyo hali ambayo umenihadisia na hicho kitu ambacho ulichokiona kuna 80% au 75 huenda ikawa ni kweli. Kwani wewe swala lako la kurudi nyumbani limefikia wapi? Natakiwa kurudi, lakini kiwango ambacho nimefanikiwa kukipata kiwango kidogo sana, hakitoshi. Nimebaki shingapi kama mwambie. Sasa kwambia mimi basi nitafanyaje? Nitajibana na hizo siku 2 nitakuongezea. Mzee kweli akafanya harakati zake, akawa amempa jamaa nauli, akawa amemuongezea pesa. Kwa mshikaji akawa amesafiri ameenda Kenya. Jamaa tukawa tumepotezana naye hivyo, lakini story ya mshikaji ilikuwa ni design kama hiyo. So next nitakuja na story nyingine. As I said before, I'm back to the game.